ni mkubwa sana. Ukijifikiria kwamba wewe kama mzazi uko hapa, unaweza ukafa kwa ajili ya mtoto wako, jibu ni hapana. Ukijifikiria wewe mama hapa, unaweza ukafa kwa ajili ya mume wako, jibu ni hapana. Wewe baba ukijifikiria unaweza ukafa kwa ajili ya mke wako, jibu ni hapana. Ukijifikiria unaweza ukafa kwa ajili ya wazazi wako, jibu ni hapana. Unaweza ukajisemea tu mimi naweza, lakini kifo kitakapofika, jibu ni hapana kabisa. Ukitaka usijidanganye, wewe sema tu kwamba mimi ninaweza, halafu uone mambo yatakapotokea. Utamkataa, utasema umjui. Muulize Petro, alisema hapana, mimi siwezi kumkana Yesu. Lakini kifo kilipokuwa mbele yake, walipomuuliza wewe mbona kama ni mwanafunzi wa Yesu, akasema mimi simjui. Wakati walipokuwa wanamega mkate pamoja, alisema mimi haiwezekani kumkana Yesu. Lakini kwa sababu Yesu alijua, akamwambia kabla jogoo hajawika utakuwa umeshanikana, sio mara moja, ni mara 3. Wakamuuliza Petro, mbona wewe hata kuongea kwako ni kama Yesu? Akasema hapana, mimi simjui. Mbona mnanifananisha na watu ambao sijawahi kuwasikia? Wakamwambia tena mimi niondoke, msinisumbue. Wakamwambia mbona hata tembea yako ni sawa na ya Yesu? Akasema nyinyi msinichezee. Akapotea. Ndicho ninachokuambia, kufa kwa ajili ya mtu mwingine sio kitu kirahisi, lakini upendo wa Mungu akakubali kufa kwa ajili yetu ili sisi tukombolewe. Na kuweka vigezo vingi, akasema lazima ufanye hiki na hiki na hiki ili ukombolewe. Akasema kazi yako ni kuamini tu ndani ya moyo wako. Na kuamini kwa lugha nyepesi ni kukubaliana na kile ambacho Mungu amekifanya. Ni kukubali ya kwamba kweli Mungu alikuja kufa kwa ajili yangu, na kwa kufa kwake nimesamehewa dhambi. Kwa kufa kwake mimi nimefanyika mtoto wa Mungu. Kwa kufa kwake nimefanyika mtendakazi pamoja na Mungu. Kwa kufa kwake nimehamishwa kutoka kwenye tawala za kishetani, kutoka kwenye tawala za giza mpaka kwenye tawala wapendo ambao ni tawala wa Yesu au tawala wa Mungu mwenyewe. Maana yake ni kukubaliana